Kumbukumbu 31:6 nasemaje? Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Mungu anakupa picha. Unapokuwa mtoto wake, Biblia inasema anakuwa ndani yako nawe ndani yake. Unapompa Yesu maisha yako, Biblia inasema unakuwa ni kiungo cha mwili wake. Kwa maana alipo upo, ulipo yupo. Kwa ndio maana anasema kwamba iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja na wewe, hata kupungukia wala hata kuacha. Inakupa ujasiri ya kwamba mahali popote nilipo niko pamoja na Kristo. Kwa unapoona anakwambia atakuwa pamoja na wewe hata kuacha hata kupungukia, anataka utengeneze picha ya Mungu kuwa na wewe, akitembea na wewe. Sikiliza, the moment unampa Yesu maisha yako, kwa kumaanisha Biblia inasema anakuwa ndani yako na wewe ndani yake. Unakuwa ni mchanganyiko ambao tunaweza tukaita ni nini? Ni heterogeneous mixture. Ni mchanganyiko ambao you can't separate. Hawezi kunitofautisha mimi na Mungu. Maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, aliyeniona mimi amemwona Baba. Anasema mimi na Baba tu moja. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Unasemaje kwamba tukuonyeshe Baba? Yesu anawaambia wanafunzi wake, unasemaje kwamba nionyeshe Baba? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa sababu mimi na Baba tu moja. Mimi niko ndani yake na yuko ndani yangu. Maki hawezi kutofautisha Yesu na Mungu Baba, hawezi kutofautisha, sababu ukimwona Yesu umemwona Mungu Baba. Ukimwona Mungu Baba umemwona Yesu mwenyewe. Kwa nakwambia picha ni uso wangu ndio uso wa Baba. Mkono wangu ni mkono wa Baba. Maana anapogusa Mungu amegusa. Unapokuwa ndani yake na yeye ndani yako, maana yake mtu akikutazama anakuona wewe, lakini na Yesu yuko ndani yako. Kwa maana Yesu yuko ndani ya sura yako, yuko kwenye mkono wako. Mkono wako sio mkono wako peke yako, ni mkono wako na mkono wa Yesu pamoja. Mguu wako sio mguu wako peke yako, ni mguu wako na mguu wa Yesu pamoja. Nywele zako sio nywele za kwako peke yako, ni za kwako na za Yesu pamoja. Mwili wako sio wa kwako peke yako, ni wa kwako na wa Yesu pamoja. Ndio maana kwenye Wakolosai 3 anasema kwamba uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu, na Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu. Kwa anakuwa ndani yako, ni mchanganyiko ambao ukatofautisha. Sasa angalia, unakuwa, Biblia inasema uliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maana yake ule uungu wa Mungu unapoingia ndani yako, unaingia kwenye fomu ya kwako, kwenye sura ya kwako. Kwa mtu akikutazama ni wewe pamoja na Mungu. Hauwezi kutofautishwa. Kama ukitofautishwa, maana ni picha ambayo tunataka kuwa nayo iwe printed ndani ya moyo wako, ikupa ujasiri wa kuingia kila mahali na kutenda kila jambo, kwa sababu unachokigusa unagusa pamoja na Bwana. Unapowaza unawaza pamoja na Bwana. Unapotembea unatembea pamoja na Bwana.